Mhm. Sawa, sasa hapa ndo nilikuwa nakwambia kwamba watu wengi sana tunao trade tumetrade kwa kufuata maelekezo ambayo yaliwekwa kwenye vitabu ambavyo viliandikwa miaka mingi iliyopita, ambavyo concept zake zilikuwa ni za kizamani sana, kiasi kwamba market maker wanazijua na wanajua jinsi gani ya kuzimanipulate zile concept. Na moja kati ya concept kubwa ambayo retail trader wengi wameikariri ni concept ya breakout trading. Bei kama ilikuwa ina trade kwenye ranging, alafu ilikuwa ina trade, bei yake ya chini ilikuwa let's say ni 2,000. Ngoja tuende kwa mfano kabisa hapa. Let's say bei yake ya chini ilikuwa ni 2,000 na bei yake ya juu ilikuwa ni 4,000. Tumia huu mfano ili tuelewe vizuri, alafu utabadilisha tu uelewa kwenye numbers nyingine, sababu mwisho wa siku ni namba ndo zinazobadilika sokoni. Umeona, bei yake ya juu ni ikienda inafika 4,000, bei yake ya chini ikishuka inafika 2,000. Katika mazingira haya wengi tumekalili kwamba bei ikivuka sasa ikaenda labda tuseme let's say 2,000, I mean juu bei ikawa 4,100, hapo kama hapo ilipo bei, tunaamini kutokana na vitabu ambavyo tumesoma vingi, tunaamini kwamba hapo tayari bei imeshavunja level, na hivyo hiyo ni breakout. Breakout maana yake ni kuvunja level. Kwa hiyo tunataka tu buy hapo katika hiyo sehemu. Tuna buy, wengi tunaingia tuna buy kwa sababu tunaamini bei ilikuwa ikija inaishia 4,000, sasa hivi imeivuka 4,000, ni 4,100, tayari bei ina trend, tayari bei inaenda inapanda, buy tayari washaingia, washakuwa wengi. Tunaamini hivyo, na kwa bahati mbaya sana market maker wanajua hicho kitu na wanakitumia kwa advantage ya kwao. Umeona, na hapo ndipo wanapokuja na mbinu ambayo inaitwa trading strategy. Kwa hapo uelewe kuna mbinu mbili. Sisi tunaamini kwamba hapa ni breakout, ijapokuwa breakout inaweza ikatokea at any time. Nimetoka kuizungumzia breakout, maana yake ndo soko linaanza kutrend, ndo hiyo ndo breakout. Kwa hiyo hapa kuna vitu vya kuvielewa na kuna vitu very very technical ambavyo ndio uvielewe. Ikitokea breakout, retail trader wengi sana wanaamini kwamba tayari bei inaenda ku trend, lakini wakati huo huo market maker wao huwa wanaitumia breakout kudanganya, kwa sababu kumbuka, wao wanataka kwenda wanataka watu wengi labda ambao wamebai wenyewe wanaseli, wanachukua faida, au watu wengi wameseli wenyewe wanabai wanachukua faida, wanataka kwenda kinyume against. Kwa hiyo wanafanya kila inawezekana kuhakikisha wanakuingiza wewe kwenye trade mbaya, na ndio maana huwa kwa sababu hiyo yote wanaweza, kwa sababu wana uwezo wa kusababisha bei ipande au bei ishuke. Kwa hiyo kinachotokea hapa ni kwamba bei, si tunakariri kwamba itafika 4,000, wao wana nguvu, wana hela ambao wanaweza wakiongeza kidogo bei ikaenda hadi 4,100. Wanaweka makusudi, yani makusudi, ili kuwaingiza watu kwenye mtego. Watu sasa tunaona bei ishapanda, tunaingia kubai hapa, stop loss tunaziweka labda level ya chini hapa. Tukishaingia wengi, wao ndo kumbuka, ndo wana nguvu ya kuweza kusababisha bei pande au bei shuke. Wao wanarudi chini, wanakuja hadi kwenye hii level. Hapo wanakuwa tayari wameshawachukua traders wengi, wanakuwa wameshatolewa sokoni, ambao waliamini kwamba hii imevunja level. Na huku chini kitu hicho hicho kinaweza kikatokea, wanaweza wakavunja hadi hapo. Umeona, wewe ukaamini kwamba bei tayari inashuka, hii level ishavunjwa, bei inashuka kwenda chini. Umeona, ukasema kwamba una seli. Ukiseli, wao unashangaa wanarudi tena hadi kwenye hii level. Umeona, na hichi kitu kinatokea muda wote, na ndio maana kwenye level huwa bei haitembei kwenye bei moja. Hata tunavyoitafuta level, hatuitafuti kwenye sehemu moja. Umeona, yote ni level hii, yani iweke vizuri, hiyo hapo yote ni level, lakini bei hapa imeishia hapa. Haya, hapa ikaja bei ikaishia hapo, hapa bei imeishia hapa, hapa bei imeishia hapo, na kadhalika. Umeona, lakini yote tunaitem kwamba ni level ya support level. Ni support level, ni level ambayo bei mostly ikifika huku kwenye level ya chini ina react, inabadilisha direction, inarudi juu. Kwa hiyo sio kwamba lazima iwe exactly eti ni kwenye bei fulani, labda kwa mfano kama huu mstari na kucholea horizontal sasa hivi, eti kwamba lazima iwe hapa kama kwenye huu mstari uliochora chini, no.
inatofautiana. Level inaweza ikawa kama hapa ni unaona hii level ya kwanza ni 188.998. Hii level ya pili ni 188.241. Hii level nyingine huku ni 187.728. Kwa hiyo zinatofautiana, lakini zote zinakuwa ziko katika level moja. Sasa huu tofauti bei sasa hivi imeishia hapo, unasababishwa na nini? Unasababishwa na muda wote hao market maker wanatengeneza hizi trap, na wanapotengeneza trap zao ndio maana unakuta sometimes bei imezidi kidogo, lakini hiyo yote itakuwa ni level. Umeona, sometimes bei imezidi kidogo, na inatokea mara nyingi tunaweza kukuta hii imezidi imekuja hadi hapo hapo, ujue tayari kuna watu washaumizwa, kuna watu washadanganywa, kuna watu washadanganywa na bei imeenda tofauti. Umeona, na hii unaweza kukuta imeenda labda hadi hapo. Umeona, hiyo tunasema kwamba hapo tutaweka levels, yani chole kabisa hapa tunasema kwamba hapo ni levels, level ya support level hapo, na huku juu ni level ya resistance level hiyo hapo. Umeona, tukiwa na uelewa ule kwamba kila bei ikifika kwenye hiyo level ina react, inabadilisha direction. Unaona, kwa hiyo hii utofauti wa level unasababishwa na nini? Unasababishwa na hizo triki za hao market maker, mabenki. Umeona, hizo triki zao ndo hizo wanazitengeneza muda wote, wanavunja level hii fulani, wanaweza wakaivunja wakaivuka pap, kuonyesha kwamba bei imeshavunja hii level, inapanda juu. Wao ukiingia, wenzako wanaseli, bei inashuka chini, unashangaa kwa nini? Umeona, kumbe jinsi tulivyokadilishwa ni tofauti na jinsi mambo yanavyotokea sokoni. Unaona, sasa hapo breakout, hii strategy ya breakout ipo, ina siku yake, tutaizungumzia na yenyewe, inafanya kazi, ina mazingira yake ambayo yanafanya kazi. Unaona, ndio maana ndio vile vile aware, kwa sababu kila mbinu kuna mazingira yake inafanya kazi, mazingira mengine inakuwa ngumu kufanya kazi. Unaona, sasa ukiwa ujui mazingira yamebadilika, wewe utaendelea tu kuamini na trade sijui breakout au nini, kumbe mazingira yameshabadilika. Kwa breakout traders ni wengi sana ambao huwa wanaamini hicho kitu. Breakout trader ndio watu ambao wanaamini hicho kitu nilichotaka kuelezea, kwamba bei ikivuka level fulani tayari bei imeshavuka. Na hapo hiyo nadharia yote inatutengenezea opportunity sisi ambao tuna trade ranging market kwa kutumia fading strategy. Hapa sasa ndio inapokuja fading strategy, na hii breakout naifuta, narudisha sasa ile mbinu ambayo nilikuwa naambia ni mbinu mahususi kwa ajili ya kutrade ranging market, inaitwa fading strategy. Fading strategy sasa ndo nini? Ndo mchezo ambao wanaufanya hao market maker, mchezo wa kufanya nini? Mchezo wa kufade. Wana fade hii range, wanaifade, yani bei haivuki level, kwa sababu na wanapokuwa wanaifade, maana yake wanatengeneza faida, sio kwamba wanaifade wanakuwa wanatengeneza profit. Nini tena hapo? Chat yangu sioni. Yeah. Wapi? Hapa juu hapa wanazungumzia hii hapa fading strategy. Hii fading strategy manake wao wanapokuwa wanaitengeneza, wanaitengeneza kwa sababu gani? Wanaitengeneza kwa sababu wanakuwa wanachukua upande mwingine wa trading. Umeona, kwa wanatengeneza hizi level makusudi, au market maker ndio naozungumzia hapa, mabenki, ma hedge funds, makampuni ambao wana mtaji mkubwa wa kutrade na kusababisha bei pande au ishuke kwa nguvu. Umeona, sasa wewe ni kujiposition sawa sawa na wao, kwa sababu wao ndo wanatumiaga hii fading strategy. Wanafedi hii ranging, wanaifedi makusudi, wanaitengeneza, wanaisababisha inatokea ranging, wanasababisha kutokana na hela walizonazo, wanasababisha inatokea ranging au market maker, na wanasababisha hivyo inatokea ranging katika mazingira ambao watu wanapotea, watu wanapoteza hela, wenyewe wanatengeneza hela. Wanasababisha kwa namna gani? Nimetoka kukuelezea hapa kwamba little trader wengi wakiamini bei ikivuka hii range tayari bei inapanda, wanabuy. Wakibuy hapo, ngoja niweke kabisa hii long position, watabuy labda hapo, wanaona bei imeshapanda hapo, wanabuy hapo, wataweka stop loss yao hapo, wataweka na target zao whatever huko. Umeona, lakini wenyewe wanakuja wanafanya hichi kitu,
wanakuja wanarudi, wenyewe wanaitaka hii stop loss ulioiweka hapa, hii ndo wanaoitaka hasa stop loss. Ukitoka kwenye stop loss, maana yake unatoka na hasara sokoni, hela nyingine umeiacha sokoni kule. Unadhani anaichukua nani hiyo hela ambayo unakuwa umeiacha sokoni? Unaona? Kwa hiyo hii stop loss ndo wanaoitaka wao, ndo maana, lakini hawaitaki stop loss yako wewe moja. Wao wanaangalia level, sehemu ambapo kuna stop loss nyingi sana za watu wengi sana. Umeona? Na watu wengi ndo tunawazungumzia sasa, hawa retail trader ambao wana akili common, akili ya kawaida ambayo inafanana. Wakiona level fulani, wote wanakimbilia wana buy, wote wanakimbilia wana sell. Hao ndo wanakuwa wanaumia sana kutokana na hii michezo ya market maker. Wanakuwa wakibuy hapo wenyewe, market maker wanaenda down, wanakuja wanaseli hadi hivi. Kwa sababu nini? Wao wameshikilia kwenye mpini, sisi tupo kwenye makali. Wao wapo kwenye mpini kutokana, wana nguvu ya pesa ya kusababisha soko lipande au lishuke. Unaona, hili soko linahitaji hela nyingi sana kulitrade. Hata tu tunavyo trade, tunavyo deposit kianzio cha chini $10. Ukiwa na $10, kama $10 huwezi kutrade na $10. $10 ni hela ndogo sana kuingia kwenye masoko ya kimataifa kutrade. Pale tuna trade kwa $10 kwa sababu kuna hela nyingine tunaongezewa na broker, kwa broker. Ndio maana brokers utaona amekuandikia leverage. Leverage unachagua labda ratio ya 1 kwa 500, ratio ya 1 kwa 1000, ratio ya 1 kwa 2000. Leverage ni mkopo ambao tunapewa na broker ambao unakusaidia wewe ukiwa na dola yako 10, unakuwa kama umeboost mtaji wako kutokana na leverage unayotumia. Kama ukitumia leverage ya 1 ratio 1000, manake umetumia leverage ya 1 ratio ya 1000, manake unakuwa umedouble mtaji wako, umeongeza, umedeposit $10, lakini unakuwa umeongeza sifuri nyingine. Lakini hiyo inakuwa ni specific kwa ajili ya kwenda kutrade tu, na hiyo hela huwezi kuiona itaiongezeke pale. No, pale utaona inasoma dola yako 10 ile, lakini utakapoingia kwenye trade, ukienda kusoma kule kwenye free margin pamoja na margin pamoja na capital, ndo utaelewa kwamba mtaji umeongezewa mtaji na broker. Kwa hiyo kuingia kwenye haya masoko yani ni hela nyingi, inahitaji a lot of money. Hasa soko la gold linahitaji hela nyingi sana, kwa sababu ni soko ambalo lina demand kubwa. Chat yangu hii mbona inapotea potea? Unaona bwana. Kwa hiyo kinachotokea sasa ni kwamba wao wakishachukua upande mwingine, ndo kama hivyo wanawatoa retail trader wengi sana ambao watakuwa wamebuy afu wameweka stop loss katika level fulani, na hicho kitendo kinatokea juu na chini, kwenye buying side au kwenye selling side, kote kote kinatokea. Unaona, na kote kinatokea kwa namna hiyo hiyo. Sasa hii level ninachotaka hapa si tukielewe kwamba katika hii bei inapokuwa inavuka kidogo hapo, umeona hapo, hiyo bado haijatupa uhakika wa kutrade ranging. Nitakwambia ni wakati gani sisi tutaconfirm kwamba ranging kweli imeanza kweli. Ranging sisi tutaiconfirm hapa, yani hapa na hapa, information nyingi sana at the same time, inabidi muwe tu makini kuzielewa zote, sababu ndo hivyo, ndo trading yenyewe ndo jinsi ilivyo. Maana lazima niwaelezee hichi kipengele ili tuelewe kwamba ranging tutaitrade hije. Umeona, tutaamini vipi kwamba hii I mean trending tutaitrade wapi? Tutaamini vipi kwamba hii ranging imeshaisha sasa inakuja trending? Tutaamini hivi, hii ranging siku zote, zingatia hichi kitu, lakini hakina matokeo ya 100% usikariri. Lakini most of the time hichi kitu kina work out. Ni kwamba katika ranging yako bei ikivunja, sawa, huu ndio tunasema kwamba mara nyingi uongo, wanatudanganya market maker, wanatudanganya kwamba bei imevunja inapanda. Sasa ili tuamini kwamba bei imepanda, huwa tunasubiri kitu kinachoitwa pullback. Pullback ni bei inavunja level, inapanda hadi juu katika hadi hapo, alafu itarudi, itapull hadi katika hii level tena hapo hapo, alafu itaanza sasa movement ya kwenda tena juu. Hapo ndo tunaingia tuna buy. Hii ndo tunasema kwamba bei imevunja level. Hapa ndo usahihi. Ngoja niweke kabisa cycle hapo ili uelewe hapa, ili tukio lililotokea hapa hii ndo scenario ambayo unatakiwa uione ili uamini kwamba level hii ranging haipo tena, ranging imeshapotea, ranging imeshaondoka, na hivyo bei imeshabadilisha direction. Hapo sasa wewe unajiposition kutembea na bei katika upande ambao ina trending inaelekea, na hichi kitu kinaweza katokea kwenye buying side kama hapa, na kinaweza katokea kwenye selling side huko chini vivyo hivyo, lakini hii inaitwa pullback. Pullback, ngoja niandike hapo, pullback. Nipe maneno madogo ili tuelewe. Hii hapa pullback, kwamba bei imeshavunja, bei
bei imeshavunja level. Bei ilikuwa ina trade kwenye bei ya chini 2000, bei ya juu 4000, lakini bei ya juu ikatoka 4000 ikaenda hadi 4200. Ilivyoenda hadi 4200, ilivyorudi, wakati inarudi haijarudi hadi chini kwenye 2000. Sijui kama unaelewa hapo logic yake. Haijarudi hadi kwenye 2000, wakati inarudi chini kwenye recession yake imerudi hadi kwenye hii level ambapo ni bei, ilikuwa bei ya juu ambayo ni bei ya shilingi 4000. Hapo tutasema kwamba kweli bei imeshabadilisha direction na sasa ipo tayari kupanda kuelekea uptrend. Na downside pia hivyo hivyo, tutatrade wakati gani? Tutatrade wakati ambao tutaona no. Tutatrade huku downside wakati ambao tutaona price hii, chukulia mfano huu itavunja level kama hivi, itatujulisha kwamba imevunja level. Kwa nitoe hili changanye itatujulisha kwamba imeshavunja ile, lakini ili tuamini kwamba level imevunjika na sasa bei na trendi, lazima tuone price ikirudi, ikija kulitest. Tunasemaga hii inaitwa retest, inakuja kuretest kwenye hii level ambayo ilikuwa ni level ya support before, ilikuwa ni support level. Ikishakuja kulitest alafu ikaanza sasa kudrop chini, hii ndo real movement. Hii ndo movement ya ukweli ambayo kweli hapo bei inakuwa imeshabadilisha direction na tunatarajia inaweza ikadrop kwa kiasi fulani. Hapo sasa tutasema kwamba tuna sell, tunatafuta sehemu tunaingia ku sell kwa sababu bei imeshabadilisha direction. Umeona, hizo ni scenario ambazo endapo tukiona kwamba bei imevunja level, soko lina trendi, tutakuja kuzungumzia hiyo setup ya pullback. Tutakuja kwa sababu tutakuja kustudy baada ya hii tunayosoma leo ranging, tunakuja kusoma sa breakout. Hizo breakout zenyewe, breakout ya ukweli inatokeaje na breakout ya uongo inatokeaje, ambayo breakout ya uongo ndio inaitwa fading. Fading kinyume chake ni breakout ya uongo. Breakout, kuna false breakout na true breakout. True breakout ndo hii hapa pullback. Hii ni true breakout. Lakini false breakout ndo ile nilokuwa nakuelezea mwanzoni. Umeona? Sasa tufute yote hayo, tuondoe yote hayo. Alafu turudi kustick na fading strategy. Turudi na fading. Nishakuelezea mazingira ambayo tutaamini kwamba fading imeshapotea tena. Trending inakuja kwenye soko. Trending inaingia. Mazingira yake ndo hayo, lazima tuone pullback. Bei inaenda inavunja level alafu inakuja kulitesti alafu inaanza kuelekea tena uelekeo ule, ndo hapo tutaamini ranging imepotezwa na hivyo trending imeingia sokoni, na hivyo tutajitahidi kuingiza mbinu ama strategies kwa ajili ya kutrade trending markets. Unaona, sasa tunarudi kustiki na huyu ambaye tumekuwa tunasema kwamba trading strategy. Sasa ukiwa ushaelewa mazingira yake na umakini, nimetoka kuelezea hapo jinsi ya kujikinga na breakout za ukweli na za uongo, jinsi ya kuzitambua na kujua kwamba lazima uwe makini muda wote. Breakout inaweza ikatokea kwa sababu fading strategy inaathiriwa na breakout. Breakout ndio inaathiri hii mbinu yetu ya fading strategy, lakini unless otherwise, fading strategy ukiwa na ranging na kukiwa hakuna news, fading strategy ni mbinu ambayo inaweza ikakupa hela hadi ukachanganyikiwa. Umeona, kwa sababu sometimes bei huwa inatembea kwenye level moja kwa muda mrefu. Mara nyingi inakuwa katika level fulani, inatembea katika ranging fulani. Umeona, kwa kipindi hichi masoko mengi yana trend sana. Ngoja 4 hours, ngoja tuende kwenye time frame ya 1 hours. Kwenye 1 hour hiyo ni sali moja. Sawa, hapo tunapata ranging market hiyo ambayo imetembea katika level hiyo, na huku chini napata ranging hiyo ambayo imetembea katika level hiyo. Lakini sasa hii sio steep slope ranging, tunahitaji ranging ambayo ina volatility.
tunahitaji ile ranging ambayo ina volatility. Bei labda imetoka 2000 imeenda hadi 8000, afu imerudi hadi 2000 imeenda 8000, imerudi 1000 imeenda 7000. Hiyo ndio ranging ndefu kubwa ambayo tunatengeneza hela nyingi, lakini kama unavyoona hapa, hii ni ranging fupi fupi ndogo ndogo. Umeona, kuja kuangalia ni ranging ndogo. Kwa hiyo hiyo ni ranging, lakini ni ranging ndogo. Kumbuka tunatafuta opportunity sokoni za kutengeneza hela. Mm. Tunatafuta tunasema risk to reward ratio. Risk to reward ratio ni ile point ama level ambayo unacho risk ni kiasi kidogo, na unachokitengeneza utakachokitengeneza endapo soko litaenda upande wako kitakuwa ni mara mbili ya kitu ambacho umerisk. Let's say umerisk $5, inatakiwa uwe reward yako kwamba bei ikienda upande wako utatengeneza $10. Hiyo ndio inaitwa risk to reward. Lakini sio eti umeriski $5 alafu jinsi mfumo wa soko ulivyokaa ni kwamba bei ikienda upande wako eti itaishia kwenye wewe utapata labda 8 au 7. Hiyo ni risk to reward mbaya. Risk to reward ratio ndio uzipate levels nzuri ambazo kama soko litaenda tofauti na wewe, basi stop loss utapata hasara labda ya $5, lakini kama soko litaenda upande wako sawa sawa na wewe, basi take profit. Bei inaweza ikaenda kureact sehemu ambapo kwenye take profit, au sehemu ambapo ni kuanzia 10,000 kuendelea mbele. Hizo ndo zinakuwa hesabu nzuri, umezipiga hesabu nzuri. Ngoja tubadilishe pair, tuende kwenye pair nyingine, tutapata tu sema USD CAD, US dollar, Canadian dollar. Tuangalie hapo na hapo. Time frame ndogo na trend sana. 15 minutes. Ngoja tuipate tu ranging hapa ili tuielewe. Kama hapa gold ana news yoyote, lakini gold anaweza kuwa affected na news ya USD. Kwa hiyo gold siku zote ukiona hana news, angalia news za USD. News za USD zinamuaffect gold direct. Kwa hiyo nakupa tu kama point ya kuiweka kuihifadhi. Na level hiyo ya resistance, tuna level hii ya support. Yani sheria ni rahisi sana. Bei ikireact kwenye level moja zaidi ya mara mbili tukapata rejection. Unaona? Kwa hiyo bei imereact mara moja zaidi ya mara mbili kwenye level moja, imereact hapa. Kureact maana yake ni kubadilisha direction. Bei imedrop hapa tena kwa nguvu, lakini bei imekuja imedrop tena, baada ya kushuka ikaja tena ikapanda juu, hivyo fika tena kwenye hii level ikadrop. That's why tumechora kwamba hii ni level, lakini imekuja mara ya tatu inaonekana bado imereact kwenye hiyo level na ina drop, lakini bado haijafika huko chini kabisa. Na kama mazingira yakiwa sio mabaya itafika huko chini, lakini siku zote usije ukaingia katikati ya trade, kwa sababu hapa ni katikati ya trade. Usije ukasema eti hapa naingia na sell hapa, kwa sababu lazima itafika chini. Utakuwa unaingia katikati ya trade. Trade nzuri ni zile ambazo unaingia mwanzoni mwa trade, kwa hakikisha unazitafuta levels na unazipata level na unaingia kwenye level, hapo ndio utakuwa upo sahihi. Haya, huku chini na kwenye bei imereact hapa, na bei imepanda kwa nguvu, lakini pia bei imekuja imereact hapo, ni kwenye level hiyo hiyo tu ambayo tunaona bei imereact na bado haijareact. Kwa hivyo hapa tuna assume kwamba bei kama itakuja kureact chini tena, trade ambayo tutaisubiri hapo ni trade ambayo tutasubiri bei ishuke tu chini. Hapo mimi siseli hapa, japo na imani kubwa kwamba price chochote kisipotokea, mambo yakienda vizuri, itakuja kureact kwenye hii level. Itakavyo react kwenye hii level, mimi ndo nitabai sasa huko chini kwenye hii level. Hapo nishapitwa. Hapo utakiwa uwai huku kwenye hii level, umeona, ndo useli huku
Umeona, kwenye baa ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne sio mbaya, lakini hapa tayari ushapitwa. Wakati wote bei inaweza ikabadilika ikarudi zake, sababu market is unpredictable. Kwa hiyo mimi nitaisubiri huku itakavyokuja kutouch huku, mimi ndo sasa ndo trade. Na siku zote unatakiwa uwe na uvumilivu. Ukiwa huna uvumilivu, trade hautoiweza. Ndo nita target sasa, umeona hiyo level no hii. Mm, umeona nitabai hapo, nitakuwa nimefanya kitu kama cha namna hiyo. Stop loss nitaiweka huko chini kwenye hiyo alama nyekundu, naona ndo nitaiprogram trade yangu hivi, lakini usipende kuingia katikati ya trade. Ukiona levels bei ipo katikati tayari isha react ipo katikati, usiingie, utakuja kupata hasara za ajabu ajabu. Make sure unaingia kwenye level bei imeshafika kwenye sehemu fulani ina react, unaiona price action, unaziona kabisa zina react, ndio unaingia, unafanya kinachotakiwa kufanyika. Lakini ukikuta kama hapa nimekuta bei tayari ina drop, lakini nimehisi kwamba itashuka hadi chini, lakini siwezi kuingia hapa kwa sababu hiyo ni riski to reward mbaya, maanake inakuwa ninacho kiriski kitakuwa akiendani na nitakacho reward yangu, kwa sababu bei inaweza react hapa chini. Maanake piga huwa garagaza, lazima target zangu za kuchukua faida ziwe ni hapa kwenye ile level chini, kwa sababu ndio bei sehemu ambapo inaweza react, na mimi nimeingia katikati hapa. Maanake ninachotaka kukitengeneza ni kiasi kidogo sana hapa, umeona, ni kwenye haka kama mstari hapa ndo nitakuwa target ninachotaka kukitengeneza, wakati nilicho kiriski kitakuwa ni hichi chote, sababu bei inaweza ikabadilisha ikaja hadi huku kuja kuwatoa watu ambao wameseli. Unaona, kwa hiyo ninacho riski itakuwa ni sawa sawa na ambacho nataka kukitengeneza. Hiyo ni riski tuliwaji mbaya. Uwezi ukariski $5 ili utengeneze $5, utakuwa unafanya kazi ya kupaka rangi upepo. Unatakiwa uriski $5. Endapo soko likienda tofauti na wewe, utapoteza $5, lakini endapo soko likienda sawa sawa na wewe, utatengeneza dola labda 10 mara mbili ya kile ulichokiriski, 10, 15 na kuendelea. Na ndio maana nimekwambia kwamba mimi kama hii trade naifuatilia, manake nitakuja kuingia huku chini, umeona, huku chini huku kwenye hii level ndio sehemu ambapo nitakuja kuingia, kwa sababu nikiingia kwenye hii level huku chini, manake sio kwamba eti ni nini, manake yani hapo nimezingatia risk to reward. Manake hapa ninacho kiriski ni kiasi gani, na riski hapa hadi hapa, na riski labda ngoja niweke kama mstari hapa sehemu ninapo riski hapo hadi hapa, ndo nipo riski, ndo stop loss yangu nimeiweka hapo. Manake inaweza kuwa labda $5 au $10. Umeona, kwa hiyo manake soko likienda tofauti na mimi hapa nitapoteza $10, lakini hebu imagine soko likienda sawa sawa na mimi, natengeneza shilingi ngapi? Soko likienda sawa sawa na mimi huko, manake lina nafasi, litareact wapi? Haliwezi kureact njiani ovyo ovyo. Kuna levels, soko bei inatembea kwenye level zake. Kwa hapa probability ni kwamba bei itakuja kureact huku ambapo ili react before. No, huku ambapo ili react before. Ngoja niweke na kwenye cycle hii hapa. Yeah. Hapo. Kwa maana yake naweza hapa nimeriski $10, lakini reward yangu kama bei ikienda upande sawa sana, mimi nitatengeneza dola hata 30, 40. Hiyo inaitwa risk to reward, na ni somo special, tutakuja kulizungumzia siku moja kwa ufupi tu, kwa sababu sio somo pana, ni rahisi tu la kuelewa hivyo kwamba una riski shingapi, upo tayari kupoteza shingapi ili utengeneze shingapi. Lazima uwe upo tayari kupoteza kiasi kidogo ili utengeneze kiasi kikubwa. Nadhani hiyo ni ukweli katika biashara yoyote ile. Umeona? Kwa hiyo ranging market, hizi levels zina umuhimu sana kuzielewa na kuzifahamu. Ngoja nifute hayo sasa, hapo turudi tena hapa. Kwa hapo ndo namna jinsi ambavyo mimi nitatrade kulingana na namna jinsi ilivyo, lakini unaweza ukaona bei imekuja. Kwa nini bei imekuja tena kureact hapa? Kwa nini bei imeshuka hapa? Kwa nini imeshukia hapa kwenye hii cycle? Kwa nini isingekuja? Kwa nini isingeshukia hapa labda, let's say, yani yake mstari. Kwa nini isingeshukia hapa? Au kwa nini isingekuja kushukia huku? Kwa nini imeshukia hapa ambapo panafanana kabisa? Yani chole rectangle ambayo itatofautisha hapa ambapo ni the same.
Kwa nini imepita kwenye hiyo point, the same point ambayo mwanzo ilishuka? Yaani ni bei ya 3,035.718 na ndio kwenye level hiyo hiyo bei imereact zaidi ya mara tatu. Manake hapo kuna nguvu ya sellers. Bei kila ikifika bei ya 3,032 kwa kipindi hicho ambacho bado bei ina trend, kama kwa kipindi hichi sasa hivi bado bei ina trend hapa, kama nafanya uchambuzi, manake nitakuwa nimeweka kichwani kwamba kwa kipindi hichi ninachofanya uchambuzi, bei inaonekana kila ikifika 3,033 inashuka chini, na bei kila ikifika 3,001 inapanda juu. Manake ndo nakuwa naamini okay, basi kwa kipindi hichi bei ina trendi kwa namna hii. Baya wanabai kila bei ikifika 3,100, 3,000 kamili, lakini sela wanaseli kila bei ikifika 3,035.283, sometimes 0.718, sometimes 0.456, hivyo yani. Umeona? Kwa hiyo hizo levels ukishazijua, basi utajua kwamba hii fading strategy inatokea kwa sababu ya makusudi kabisa ambayo inasababishwa na market makers. Umeona? Na sababu yenyewe ndo kama hii, wanaweza wakavuka kama hapo walipovuka, wavuka level kidogo kama hivi, watu wakaamini bei inapanda, wakaanza kubai, alafu bei inakuja ina drop, inashuka. Hichi kitu kinatokea most of the time, ndio maana nakisisitiza sana, kinatokea muda mwingi, na ndio sababu ya watu wengi kupoteza hela. Wanaona bei ishapanda, wanaona bei inabadilisha direction, kumbe bei inakuwa imewachukua. Kwa hiyo usije ukadondoka kwenye mtego. Hakikisha wewe unazingatia kubai na kusell kwenye level zako mpaka pale utakapoona bei imeanza kutrendi na inakuletea alama au inakuletea signal kwamba kinachotokea sasa hivi ni pullback. Bei imevunja level fulani, alafu imeenda kidogo, alafu imerudi, imefanya pullback, imerudi tena, imekuja kwenye bei ile ile premium, alafu pale ikaanza tena kurudi kwenda ule upande. Manake hapo ndo unakuwa sawa sawa. Tutaizungumzia hiyo concept vizuri ya breakout vizuri, lakini kwa leo kwa fading strategy nadhani tayari itakuwa tumeielewa vizuri sana, kwa maana ya kwamba tuna buy kwenye level ya chini, tuna sell kwenye level ya juu, na hiyo inasababishwa na market maker ambao wanakuwa wanafanya fading kwa ajili ya kuchukua trade za watu ambao wana trade breakout. Watu ambao wana trade breakout, breakout imetokea kwenye uptrend, watu wana buy, wanaweka level, wanaweka stop loss chini, au breakout imetokea kwenye downtrend, watu wana sell, wanaweka stop loss juu kidogo. Hao watu wana hatari ya kupoteza, kwa sababu hii mbinu ya fading strategy ndio inayokuja kuwaumiza, hii fading, kwa sababu ndio ile ile kama nilivyokuambia, wanatolewa sokoni kutokana na hii mbinu, na hii mbinu market maker wanafanya makusudi kabisa, wanatoa sokoni. Unaona kwa sababu gani? Kwa sababu ni unaweza uka predict tu, japo tufanye hivi, ngoja tufanye hivi kwa watu sasa wengi wanavyoelewa kwamba hii level kama hii level hapa, bei ikija ikivuka, bei ama itoka hapo ikaja ikavuka ile level hadi hapo, kwamba tayari bei ina trend inapanda juu. Unaona sasa, huo ni uelewa wa kizamani sana ambao unafanywa manipulation sana. Sasa hivi unatakiwa uelewe kwamba bei ikivunja bado hiyo ni manipulation, ni uongo. Market maker kwa sababu wao wakiweka hela nyingi bei inaweza ikapanda au ikashuka. Kwa wanaweza kaweka hela nyingi wakapandisha bei kidogo, ili wewe na bei inapopanda candles zina reaction unaziona. Kwa hiyo wewe unaona da bei tayari baya, wengi bei inapanda, unaingia, kumbe wenzako wanakuwa wana nia mbaya. Lakini ukweli hapa ni kwamba tunatakiwa tuione hii pullback, alafu bei ianze sasa kutrend. Umeona, ianze sasa kutrend, hapo ndo inakuwa ishabadilisha direction. Na hichi kitu kimsingi, kuna topic mbili ambazo moja inaitwa change of character na nyingine inaitwa break of structure. Hizo topic mbili nadhani kuna mmoja wenu nilimwelekeza, lakini kuna mwingine bado sijamwelekeza, lakini nitamwelekeza na yeye. Ukija kujumlishia na hiyo change of character na break of structure, ndio utaelewa vizuri zaidi hapa nini kinachotokea, kwa maana ya kwamba ili trending tuione kwamba kweli ina trend, lazima tuone change of character. Character ina change, inabadilisha uelekeo, na change of character ndio hii inayotokea hapa. Bei imevunja level afu imerudi kuja kufanya
eh, nani pullback, alafu inaanza kuelekea uelekeo wa juu, tayari imesha change character, imeshabadilisha character. Ile character iliyokuwepo before imeshabadilika, kwa maana sasa hivi bei ina play different. Bei yake ya juu ni tofauti na bei yake ya chini ni tofauti, unaona. Sasa time frame ni kitu muhimu sana kwenye trading strategy. Time frame ni very very important unapokuwa na trade trading strategy. Trading strategy inafanya kazi kwenye time frame ya 4 hours, kwenye time frame kubwa ya day trader. Kwenye 4 hours, kwenye weekly time frame, kwenye time frame hizi kubwa kubwa, ndio hii inafanya kazi vizuri. Hii huwa inakuwepo mara nyingi. Ila hii trading strategy mara nyingi kwenye time frame ndogo ni hatari. Kwenye time frame ya 5 minutes, sio 15 minutes, kwa sababu kwenye time frame ndogo bei waga inaenda yani unpredictable, inaenda direction ovyo ovyo, kwa sababu ni time frame ndogo na inaonyesha reaction zote zinazotokea. Lakini kwenye time frame kubwa ndio unapata clear picture. Kwa mfano hapa tuje hata kwenye monthly, lazima tutakuta ranging. Monthly au weekly, kwanza tuanze nayo. Yani ranging huwa inatokea kwenye time frame kubwa, which means kwamba ranging huwa inatokea yani ndani ya muda mrefu. Hapo tunaona vizuri. Hii ni weekly time frame. Naona kama hapo tumepata ranging kubwa tu hii hapo. Hii ni gold. Gold sawa. Gold na trending huwezi kuwatofautisha. Kama hiyo hapo ni ranging. Hapo ranging zipo nyingi tu, na ranging hiyo, hakuna ranging hii huku. Hii ni time frame kubwa, ni weekly time frame ya wiki. Kwa hiyo hizi ranging ni kubwa sana, usiziona hivi nazichora ndogo ndogo, ni kubwa, zinachukua muda mrefu mpaka zinajitengeneza hivi. Maanake hapo ukirudi kwenye time frame ndogo kama hapo tukirudi kwenye daily,